One Catholic television in Africa. Patches TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Mambo vipi wapenzi wasikilizaji wa Kiswahili, wapenzi wa Patches TV, wapenzi wa lugha ya Kiswahili ambao mnanisikiliza mkiwa sehemu zote duniani, mkiwa nchini kwetu Rwanda, mkiwa pale Afrika Mashariki, Afrika Kusini, dunia nzima. Napenda niwakaribisha tena katika kipindi chetu cha Kiswahili kinachowajia kila siku ya Jumamosi. Hapo siwezi kutamka sana na siwezi kinaweza kuja saa ngapi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, lakini napenda nikukumbushe kwamba ni kipindi chetu ambacho kinakuwa na sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza inakuwa na yani habari za wiki. Sehemu ya pili inakuwa ni habari kuu ambayo ilibeba habari zote za wiki, na sehemu ya tatu tunakuwa ni tujifunze Kiswahili, sehemu nzuri ambayo mnapenda mkiwa wengi tujifunze Kiswahili. Hapo naweza kukufundisha Kiswahili na wewe ukaweza kutamka, ukaweza kuwasiliana na mtu yeyote yule anayezungumza lugha ya Kiswahili. Naamini kwamba Mungu amewalinda ambapo mpo sehemu zote kuu za dunia, wale walioko Rwanda, Kusini, Magharibi, Mashariki na tena mjini Kigali. Karibuni sana mnayemsikiza hapa sikini kwenu au mbele yenu. Naitwa Naiba Lewini, mtangazaji wa Patches TV anayetumia lugha ya Kiswahili kabisa, lakini na furaha nyingi kufundisha lugha ya Kiswahili ili tunaweza kuwasiliana katika lugha hii ambayo ni lugha ya kimataifa kabisa. Bila kupoteza muda, naona muda unakimbia, napenda tuingie katika kipindi cha kwanza au sehemu kuu ya kwanza ambayo inaitwa habari za wiki. Habari za wiki inakuwa na kuandalia habari zote zile kuanzia hapa nchini kwetu Rwanda hadi dunia nzima, kile kilichoendelea wiki nzima. Sasa napenda tuanze ambapo nataka mnavyoona au mnavyojua kwamba TV yetu au sisi tunajikita katika kidini. Patches TV ni ile dini inayojikita katika Katoliki. Sasa napenda nikutangazie kwamba wiki hii ni wiki ambayo ilijikita sana katika mkutano wa kimataifa wa yani dunia nzima wa Katoliki ulioanza tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka 2026, ambapo mkutano unaofanyika pale katika hotel ya Saint Famille mjini Kigali kabisa. Unaweza kufuatilia kwa moja kupitia Patches TV na kupitia mitandao yote ya Patches TV. Kama hujatufuatilia, nenda pale X, nenda Instagram, nenda pale popote pale ufuatilie Patches TV. Utaweza kufuatilia mkutano ambao ni wa World Signs ambao unajikita katika Katoliki na miundombinu yote ya Katoliki inayotumiwa na wanahabari kuweza kuendesha vile yani niseme nini, kujikita katika yani Katoliki kabisa. Hapo katika siku zenu mnaona nini kinaendelea hapo, ndo ilikuwa inaanza wa mkutano wa Signs, unaona pale ulikuwa pale Saint Famille kabisa unaendelea, na sasa hivi bado unaweza unaweza kufuatilia. Tunaenda pale YouTube utafute Patches TV, utaweza kuna nini kinaendelea. Nikwambia kwamba dunia nzima ilikuja, Tanzania ilikuja, Uganda ilikuja, dunia nzima iko nchini kwetu Rwanda ili kufuatilia mkutano huu. Kuna watu ambao tulikuwa tunaangalia, ambao umeangalia habari za saa 9 kabisa. Umeona mpadri wa kutoka Tanzania tuliyemwongelesha alikuwa anatuambia vitu vingi kuhusu mkutano huu kabisa. Akifungua mkutano huu wa dunia wa Signs mwaka 2026, askofu mkuu wa jimbo la Rikura Kigali anaitwa Kardinali Kambanda amesema kwa kupitia vyombo vya habari vya kanisa Katoliki nchini Rwanda ikiwemo Patches TV, Kimataifa na Radio Maria Rwanda, kanisa Katoliki nchini Rwanda imefanikiwa kuwalea watu habari, yani kuwaletea watu habari mbalimbali na pia kuwafikisha kwa njia ya elimu, uingilishaji, jambo ambalo imechangia kuimarisha umoja, mshikamano miongoni mwa Wanyarwanda kabisa. Na mkutano huu unaenda kujadili baada ya umoja wa mshikamano. Rwanda inajivunia ushirikiano mkubwa kabisa na kanisa la Katoliki. Nikwambia kwamba pale serikali ipo, yani waumini wa Injili wa Katoliki wako pale, wanahabari wako pale ili waweze kuendesha huu mkutano wa Signs unaotendeka pale au unaoendelea pale Saint Famille kabisa. Nenda YouTube utafute Patches TV, nenda Instagram, nenda popote pale kule X utaona Patches TV, alafu uwafollow ili uweze kuendelea yani kutufuata kwa kila chochote kile au kujua mengi kuhusu mkutano. Amesema mawasiliano yanayolenga kujenga umoja na wajamii na kutunza mazingira yatasaidia kutafuta njia ya mikakati na mawasiliano yanayozingatia kutafuta ukweli na kuheshimu utu wa mwanadamu kabisa. Huyu alikuwa msimamizi
Papa kabisa dunia nzima. Huyo mnaona katika skrini yenu yupo Kigali, alikuwa anafikisha hotuba yake ambayo alikuwa ametumwa kuhusu Pope au Papa wa dunia nzima. Tutoke katika habari hiyo tuimalizie hapo kabisa. Mimi nakimbia kama mnavyoona, muda hausimami na mimi nakimbia. Twende habari ya pili, nikwambie kwamba Rwanda, Sudani ya Kusini, walinda amani wa Rwanda watoa huduma za afya bila malipo kwa wakazi wa Sudani Kusini. Walinda amani wa Rwanda wanaohudumu chini ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa chini Sudani Kusini kwa ushirikiano na wenzao wametoa huduma za afya bila malipo kwa wakazi wa eneo la Dieri lililopo kando ya mto Nile katika jimbo la Upper sijui inaitwaje kwa Kiswahili, samahani. Zoezi hilo lilifanyika tarehe 3 Agosti mwaka 2026 wakati wa doria ya kawaida iliyojenga kufuata hali ya usalama kando ya mto Nile na maeneo yanayozunguka. Sasa nini ambacho kipo hapo? Unaweza kukwambia kwamba wanajeshi wa Rwanda walisaidia watu hao katika mazingira mabaya kabisa na kuwatoa katika shughuli mbalimbali na kuwasaidia katika shughuli hizo. Walikuwa wanalinda amani, wanatibu wagonjwa. Sasa ni kitendo ambacho kila mwaka kinarudi, kwa sababu ni kile kitendo ambacho mnavyoona hapo katika skrini zenu. Wanatoa matibabu mbalimbali na wanatoa ulinzi wa amani hapo katika Sudani ya Kusini kabisa. Siwezi kusema mengi, nimekwambia muda umeisha. Mimi tutasema wiki ijayo nikiwa nina muda kabisa. Sahihi habari unaweza kuifuatilia katika Patch TV. Nimeisema hapo mwanzoni na juzi nilisema kabisa, kila siku inakuwa na kufikishia kila kitu ambacho kinaendelea kabisa. Nitoke katika Sudani Kusini nielekee hapa Rwanda. Nitakimbia kwa kasi kabisa, sina muda. Sasa nikwambie tuelekee katika michezo, ambapo nitakwambia kwamba klabu ya Sport imefunga James FC ya Sudani ya Kusini tena na kufukuzu fainali ya mashindano ya Sekafa Kagame Cup mwaka 2026 inayoshiriki timu kutoka Afrika Mashariki na Kati, na hii ni mara ya kwanza kabisa kutoka kufika fainali tangu ilipofanyika hivyo mwaka 1998 kabisa. Ni hatua kubwa ambayo Sport ambapo inaweza kusema kwamba tunajivunia. Niliona kwamba yule anaitwaje sijui yani anayepuliza filimbi sijui majina, mimi si mwana michezo sana. Yule anayepuliza filimbi yani wachezaji wakiwa wanacheza, yule ambayo alikataliwa kuingia Marekani sasa siku za nyuma, alikuwa akirejea hapa Rwanda kabisa. Ni kwamba watu wengi walikuwa wamefurahi, hatua kubwa kabisa, ambapo sasa tuwashukuru Esporo kwa sababu wameweza kufika finali. Unaona hapo katika siku walikuwa wanacheza michezo safi sana kabisa, walikuwa walikuwa mpira ulikuwa ni wao. Niweze kusema kwamba mpira ulikuwa ni wao, walikuwa wanacheza vizuri. Sijabahatika kwenda pale, lakini nilikuwa nafuatia mitandao tu. Na sasa makofi kwa Sport, ambapo najua na imani kwamba watatusimamia vizuri kabisa, watapeperusha bendera yetu kwa kushinda. Kama wameweza kufika finali na watabeba Sekafa Cup mwaka 2026 kabisa. Hapo walikuwa wanafurahia kwamba wameshinda. Unaona hapo wanakimbia, wanakumbatiana. Furaha ni kubwa kabisa walipokuwa wanashinda na wanafika finali kabisa. Sasa nitoke katika habari hiyo nikimbie kwanza niende habari nyingine. Nikwambie nitoki Rwanda. Nikisema habari magazetini ni kipindi kinachoenda kinakusanya habari zote dunia nzima. Tunakusanya habari za Rwanda, tunakusanya habari za Afrika Mashariki. Sasa hapo nimefika Afrika Mashariki, nimetoka Rwanda nimeelekea Burundi. Nikwambie Burundi kuna nini? Gavana mkoa wa Bujumbura anaitwa General Aloys Ndaikengurukiye ana wasiwasi kuhusu udongo wa Burundi unaosombwa na maji hadi Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabisa. Katika barua ya tarehe 3 Agosti mwaka 2026, Mungu wangu, alieleza kuwa kati ya tarehe 13 na tarehe 16 Julai timu inayohusika na kuweka mipaka ya taifa ilitembelea kingo za mito Rusizi na Ruhwa kabisa katika mkoa huo. Gavana Ndaikengurukiye alisema kuwa ukaguzi huo ulibaini kuwa raia wa Burundi wanaoishi karibu na mito hiyo hujihusisha na shughuli zinazosababisha udongo kusombwa na maji na mito ya Rusizi au Ruhwa na kupelekwa nchi za DRC au Kongo. Kuna matangazo mengi yalitolewa, alisema afisa huyo. Alieleza kuwa shughuli zenye madhara zinazofanywa na raia wetu kama vile kilimo ya kando ya mito, uchimbaji madini, utengenezaji wa matofali
na kushindwa kulinda kingo za mito ndizo zinasababisha mmonyoko wa udongo nchini Burundi kabisa. Hizo ndio sababu ambazo ziliufanya udongo wa Burundi yani kuponyoka au kumomonyoka kuelekea, lakini sijui, sina uhakika nasoma alivyosema kwamba udongo wa nchini Burundi unamonyoka ukielekea nchini Rwanda tena na DRC kule Kongo kabisa. Nitoke Burundi nikwambie kwamba ninakimbia, tunakimbia na muda. Usipokimbia na muda utabaki nyuma, au nikwambia kwamba na dunia ya leo ndo inavyokimbia. Lazima ukimbie na muda. Ukiona hauna muda, kimbia tu, kimbizana na muda. Shirika la ndege la Uganda, nimeelekea Uganda hapo, nimetoka Burundi, bado tuko katika Afrika Mashariki. Uganda, shirika la ndege la Uganda limetangaza mipango ya kuanzisha safari za mara kwa mara zinazounganisha Entebbe Uganda na Kigali Rwanda, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupanua shughuli zake za kuongeza uchunguzi wa safari kabisa kwa abiria ndani ya eneo hilo. Shirika la ndege la Uganda lilitangaza kuwa safari hizo itaanza tarehe 18 Novemba au mwezi wa 11 mwaka 2026, zikihusisha huduma ya kila siku kati ya Entebbe na Kigali. Ni hatua nzuri ambayo kabisa imepigwa. Serikali zote mbili zitakuwa zinanufaika kuhusu hilo jambo kabisa, ambao watu hawapendi kushika au kwenda kwa bisi au kwenda kwa mabasi au kwa sijui kama unaweza kutoka hapa uende Uganda au Kampala kwa pikipiki. Hakuna, ni magari na ndege kabisa. Sasa hapo vitu vimeenda sambamba. Shirika hilo pia limetangaza kuanzishwa kwa safari za ndege kuelekea Accra, Ghana kuanzia tarehe 27 Oktoba mwaka 2026 kwa mzunguko wa safari 4 kwa wiki kabisa. Uamuzi huo ulielezwa katika taarifa iliyotolewa na shirika la ndege la Uganda siku ya Jumatano. Shirika hilo limesema kuwa njia hizi mpya zinalenga kuwapa abiria uchaguzi zaidi zaidi za safari na kurahisisha usafiri kati ya nchi za Afrika kabisa. Nikiwa bado niko Uganda, nikwambie kwamba Rais Kaguta Yoweri Museveni sasa hivi yuko Tanzania. Amejishughulisha au amekutana na mwenzake wa Tanzania Dr. Samia Suluhu kabisa, wakiwa na wasiana katika shughuli mbalimbali za kiuchumi au za siasa. Unajua ni nchi mbili zinazopakana, wanakuwa wana mawasiliano tofauti. Sasa hivi Uganda imeitembelea Tanzania, Rais Museveni yuko pale Tanzania. Tuvuke Afrika Mashariki twende pale Nigeria, nikwambie kwamba watu wenye silaha wameua watu kabisa 12 na kuweka nyara wanawake na watoto katika shambulio walilofanya usiku dhidi ya kijiji kilichoko katika jimbo la Sokoto kaskazini magharibi mwa Nigeria. Wananchi walisema kuwa washambuliaji hao waliingia katika eneo la Jinge majira ya saa 5 na usiku wa Jumamosi na kuanza kushambulia wakazi, huku mashambulizi hayo yakiendelea hadi saa 2 asubuhi za Jumapili. Eneo hilo limekuwa likikumbwa kwa muda mrefu, ambapo na mashambulizi ya makundi yenye silaha yanayovamia vijiji kuwateka nyara wananchi kwa lengo la kudai fidia pamoja na kuiba mifugo. Sasa hayo ndio yalitokea Nigeria siku za nyuma hivi, lakini ni siku za wiki, ndio maana kwa niko hapa ili kwambie nini kinaendelea sasa hapo Nigeria ndo ilivyosimama, lakini najua kwamba serikali itatenda mkondo wake au itatenda haki yake kuwarudisha hao waliotekwa nyara kabisa. Nitoke Afrika sasa nikimbie niende nchi za nje kabisa, nchi za mbali, ambapo nimeenda Urusi. Urusi inasemekana nini? Urusi imetangaza kuwa watu 7 wakiwemo watoto watatu wameuawa baada ya ndege isiyo na rubani kutoka Ukraine kuanguka kwenye ufukwe unaotumiwa na shughuli za utalii kusini mwa Urusi. Watu wengine 40 wamejeruhiwa katika tukio hilo. Nikwambie kwamba uongozi wa mkoa unaitwa sijui kula Sinedo nini kabisa, mimi sijui majina mengine, umesema kwa watu 40 wamejeruhiwa katika mashambulio hilo, huku 17 kati yao wakipelekwa hospitali kwa matibabu. Hapo katika screen zenu unaona nini kinatokea kabisa. Video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii
zinaonyesha ndege isiyo na rubani ikielekea kwenye ufukwe ambapo watalii walikuwa wakiburudika. Gavana huyo anaitwa Benjamin ameshtumu Ukraine kwa kufanya shambulio la makusudi dhidi ya raia. Hata hivyo, Ukraine haijatoa tamko lolote kuhusu tukio hilo kabisa. Sasa ndio yalitokea Urusi. Mungu awasaidie walio poteza maisha, na Mungu naona kama vile makompora ni mengi sana. Waliopoteza maisha Mungu awape yani pumzi, nasema wailaze mahala pema roho peponi yao kabisa, na ambao hawamejeruhiwa Mungu awatoe katika hali mbaya kabisa. Na nikwambie hizo ndo zilikuwa habari za wiki tulizokuwa nimekuandalia hapa. Unayenifuata kupitia Patches TV, ndo nilikuwa nimekuandalia kabisa habari za wiki kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi, ambapo utakuwa unatofuata ukiwa sawa. Inawezekana ukiwa jioni au asubuhi, siwezi kuambia ni saa ngapi, lakini iwe isiwe utatufuatilia hii Jumamosi kabisa. Nitoke katika habari za wiki nielekee katika habari kuu, ile habari ambayo inakuwa inabeba habari zote za wiki, ile habari kuu iliyovuma sehemu zote, iliyovuma sehemu 4.